Mzozo kati ya Urusi na Ukraine umeendelea kuchukua sura mpya zaidi kuanzia tarehe 4 Aprili mwaka huu, ambapo mashambulizi ya makombora na drones yameongezeka kwa kiwango kikubwa. Tukio la kikatili lililotokea katika mji wa Kryvyi Rih, nyumbani kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, limeamsha hisia kali kimataifa na kuibua maswali mengi kuhusu nia ya Urusi, uwezo wa ulinzi wa Ukraine na msimamo wa jumuiya ya kimataifa. Katika tukio ambalo sasa limeitwa moja ya mashambulizi mabaya zaidi ya mwaka huu, kombora la ballistic la Urusi liliripotiwa kulenga maeneo ya raia likiwaacha watu 19 wakiwa wamefariki, wakiwemo watoto 9 na zaidi ya majeruhi 60. Uwanja wa michezo wa watoto na majengo ya makazi viliharibiwa vibaya. Tukio hili limeibua hasira kubwa kutokana na kulenga maeneo yasiyo ya kijeshi. Siku mbili kabla ya tukio hili, tarehe 2 Aprili, Urusi ilishambulia kituo cha miundombinu mjini humo ambapo watu 4 walifariki. Hili linaonyesha mpango wa mashambulizi ya kimfumo dhidi ya miundombinu ya raia na vitisho vya wazi kwa uongozi wa Ukraine. Katika mji mkuu wa Ukraine, Urusi ilirusha makombora na drones kadhaa kusababisha kifo cha mtu mmoja na kujeruhiwa kwa wengine. Mashambulizi haya yalilenga zaidi vituo vya mawasiliano na makazi ya watu wa kawaida. Tangu mwanzo wa vita hivi mwaka 2022, Urusi imekuwa ikidai inalenga tu malengo ya kijeshi. Hata hivyo, tukio la Aprili 4 linaonyesha wazi matumizi ya mbinu za kulenga raia ili kusambaratisha morali ya kitaifa na kupandikiza hofu. Kwa kulenga mji wa nyumbani wa Rais Zelensky, Urusi inaonekana kutuma ujumbe wa kisiasa: hakuna mahali salama Ukraine, hata kwa viongozi wake wakuu. Mbinu hii pia inaweza kuwa njia ya kujaribu kuvuruga hali ya kisiasa ndani ya Ukraine au kuonyesha mamlaka ya kijeshi ya Urusi, huku vikosi vyake vikikabiliwa na upinzani mkali mashinani. Ukraine imejibu mashambulizi haya kwa kuongeza juhudi za ulinzi wa anga, lakini mfumo wao sasa ndio bado una mapungufu, hali inayofanya raia kuwa katika hatari kubwa. Rais Zelensky ametoa wito kwa mataifa ya magharibi kuongeza msaada wa kijeshi, hasa mifumo ya ulinzi wa makombora kama vile Patriot System kutoka Marekani. Mataifa kama Ujerumani, Uingereza na Ufaransa yamelaani mashambulizi hayo, huko Marekani ikiahidi misaada ya nyongeza. Hata hivyo, hakuna hatua madhubuti mpya zilizotangazwa kufikia sasa, jambo linaloongeza mashaka kuhusu ufanisi wa jumuiya ya kimataifa katika kukabiliana na mgogoro huu. Mashambulizi haya yameacha maelfu ya raia bila makazi, huduma za afya zimevurugwa na hofu imeenea kote nchini. Idadi ya wakimbizi wa ndani imeongezeka, hasa kutoka Kryvyi Rih. Hali hii inazidi kulifanya janga la kibinadamu kuwa kubwa zaidi. Watoto waliopoteza wazazi au waliojeruhiwa katika mashambulizi haya sasa wanahitaji msaada maalum wa kisaikolojia na kimatibabu, hali inayohitaji usaidizi mkubwa kutoka kwa mashirika ya misaada ya kibinadamu. Urusi inaonekana kurekebisha mikakati yake ya kijeshi. Kwa muda sasa imetumia mbinu ya vita vya kisaikolojia kulenga maeneo yenye ishara za kisiasa kama mji wa Zelensky na kuongeza mashinikizo ya kiakili dhidi ya uongozi wa Ukraine. Pia kuna ushahidi kwamba Urusi inatumia silaha mpya za masafa marefu ambazo ni vigumu kukingwa au kuzuiliwa. Kwa upande wa Ukraine, changamoto kubwa ni ukosefu wa ulinzi wa anga unaotosha pamoja na uhaba wa silaha kutokana na ucheleweshaji wa misaada ya kijeshi kutoka kwa washirika wake wa kimagharibi. Hii inawapa Warusi nafasi ya kufanya mashambulizi ya mara kwa mara bila hofu ya majibu makali ya papo hapo. Kwa kuzingatia mwenendo wa sasa, kuna uwezekano wa mashambulizi dhidi ya maeneo ya raia yataendelea, hasa kama jumuiya ya kimataifa haitaweka mikakati ya haraka ya kupunguza uwezo wa Urusi wa kutekeleza mashambulizi haya. Ukraine inaweza kuongeza mashambulizi yake ya kulipiza kisasi, hasa kwa kutumia drones dhidi ya miundombinu ya Urusi kama ilivyoshuhudiwa miezi ya nyuma. Iwapo misaada ya kimataifa haitaimarika haraka, Ukraine itakabiliwa na changamoto kubwa si tu za kijeshi, bali pia kiuchumi, kijamii na kisiasa. Kwa upande mwingine, Urusi inaweza kutumia mashambulizi haya kujaribu kufanikisha mazungumzo kwa masharti yake. Mashambulizi ya Urusi dhidi ya Ukraine tangu tarehe 4 Aprili mwaka 2025 yameleta sura mpya ya ghasia katika vita hivi. Kwa kulenga raia na maeneo ya kimazingira ya viongozi, Urusi inaonyesha kutokuwa na nia ya kupunguza uhasama. Ukraine, licha ya juhudi zake za kujilinda, inakabiliwa na changamoto kubwa za kijeshi na kibinadamu. Jumuiya ya kimataifa sasa inasalia na chaguo la ama kuimarisha msaada wake kwa Ukraine au kushuhudia mateso zaidi ya raia wasio na hatia.